Mwenyekiti wa kampuni ya ulinzi inayomilikiwa na serikali ya Israel, Rafael Advanced Defense Systems, amesema taifa hilo halijakumbwa na upungufu wa makombora ya kujihami licha ya ripoti zinazoeleza kuwa akiba ya mifumo ya ulinzi wa anga imeathiriwa na vita dhidi ya Iran. Yuval Steinitz alitoa kauli hiyo wakati akizungumza katika mkutano wa Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, akisisitiza kuwa mifumo ya ulinzi ya Israel imeendelea kufanya kazi kwa kiwango kikubwa cha mafanikio. Israel imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai kuwa imeanza kuishiwa makombora ya kuzuia mashambulizi ya anga, hasa yale ya mfumo wa masafa marefu wa Arrow. Kampuni ya Rafael ndiyo mtengenezaji mkuu wa mfumo maarufu wa ulinzi wa anga wa Iron Dome na pia hutengeneza baadhi ya vipuri vya mfumo wa Arrow, ingawa makombora ya Arrow yenyewe hutengenezwa na Israel Aerospace Industries. Mwezi uliopita, Israel iliidhinisha mpango wa kuongeza kwa kasi uzalishaji wa makombora ya Arrow siku chache kabla ya kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran. Akizungumzia uwezo wa mfumo wa Iron Dome, Steinitz alisema mfumo huo umefanikiwa kuzuia karibu 99% ya makombora yaliyofyatuliwa na Hamas kutoka Gaza pamoja na Hezbollah kutoka Lebanon. Iron Dome ilizuia mengi kwa kiwango cha mafanikio kisichofika 100%, lakini karibu sana ni karibu 98 hadi 99, alisema. Kwa mujibu wa Steinitz, tangu mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 yaliyofanywa na Hamas na kusababisha vita vya pande nyingi, Hamas na Hezbollah kwa pamoja zimerusha takriban makombora 40,000 kuelekea Israel. Pia alisema Iran imefyatua karibu makombora 1500 ya ballistic dhidi ya Israel katika awamu mbili za mapigano tangu mwaka 2024, huku makombora kadhaa tu yakishindwa kuzuiwa. Katika vita vya hivi karibuni, mashambulizi ya makombora ya Iran yaliua raia 21 wa Israel pamoja na wageni wengine waliokuwa nchini humo, huku Wapalestina 4 pia wakiuawa katika eneo la Ukingo wa Magharibi. Kwa mujibu wa maafisa wa afya na hospitali nchini Israel, mashambulizi ya Iran ya mwaka 2024 yaliua watu 32 na kujeruhi zaidi ya watu 3000.